Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kujifunza somo linaloenda kwa jina la hati ya mashtaka. Hati ya mashtaka. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba adui hawezi akamshtaki mtu mpaka huyo mtu ambaye anamshtaki awe na kosa. Hivyo tutaenda kuiangalia ile hati ya mashtaka ambayo anaitumia adui kumkamata mwanadamu. Tutaenda kuangalia ni nini maana ya hati ya mashtaka na hati ya mashtaka ina vitu gani. Hati ya mashtaka ni mahali palipoandikwa kosa la mtu. Bwana Yesu asifiwe tena. Na natakiwa tujue, ikiwa kwamba kuna kosa limeandikwa, ina maana yupo yule ambaye anamshtaki huyo mtu. Ina maana ndani ya hati ya mashtaka kuna vitu ambavyo vipo ndani yake. Kuna mshtaki, kuna yule ambaye anashtakiwa, na pia kuna kosa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo pia ndani ya hati ya mashtaka kuna vitu ambavyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa mfano, kwa yule ambaye anashtaki, lazima awe na jina lake, lazima awe na umri wake, awe na kazi, awe na kabila, dini na mambo mengine. Na pia yule ambaye anashtakiwa pia lazima awe na jina, pia lazima awe na umri wake, pia kazi yake, dini yake, anakaa wapi, namba ya simu na mambo mengine. Hivyo lazima pia, ili hati ikamilike, pawe na kosa ambalo anashtakiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tunaangalia kwa mfano, mtu anaenda kumloga mtu. Jambo la kwanza, lazima awe na kosa la huyo mtu. Huyo mtu amefanya nini, na huyo mtu anaitwa nani, kabila lake ni kabila gani, ana miaka mingapi, anakaa wapi. Hivyo haya mambo yote yapo kwa sababu ili kuweza kumpata mtu kirahisi. Kwa mfano kwenye ishu kama ya kabila, ina maana hapa ukipeleka jina la mtu kwa huyo mchawi, kwa mfano kwa unamshtaki mtu, tuchukulie mfano pale mtu anaposhtakiwa, lazima kabila lake, kwa sababu wanatafuta namna ya kuingia katika mizimu. Na maana wakiomba katika mizimu inaanza kuangalia, ikishaangalia inakwisha kumruhusu, na maana huyo mtu analoga. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine ambalo wanalizingatia, huyo mtu anakaa wapi. Mtu ambapo anataka kuloga, ina maana wanaangalia huyo mtu anakaa wapi. Na katika yale maeneo kuna wale wakuu wa anga, ina maana hawezi akaingia hivi hivi. Ina maana lazima mawasiliano yawepo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia shetani hawezi akamnasa mwanadamu mpaka awe na kosa, na pia mchawi hawezi akamloga mtu mpaka awe na kosa. Hivyo ni namna gani ya kuwa salama? Tunaangalia kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2, kinasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Yesu, iliyo katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 na 14 kinasema kwamba na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kusamehe makosa yote, akisha kufuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwenyezi Mungu anasema pale ambapo tulikuwa tuna makosa, Yesu Kristo alikufa msalabani. Ile hati ambayo tulikuwa tumeshtakiwa nayo ikagongelewa pale. Hivyo namna ya kuwa salama ni pale ambapo tulikuwa tumeshalikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo
Pale ambapo adui anakuja anataka kutuhukumu, anakuta hatuna makosa. Hatuna makosa kwa sababu gani? Tunakuwa tumekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hivyo ukiwa nje ya Yesu Kristo, tegemea unalogwa, lazima ulogwe, uonewe, kwa sababu hati ya mashtaka bado ijafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hati yako ya mashtaka bado ijafutwa. Kwa sababu gani? Bado upo katika ulimwengu wa giza. Hivyo namna ya kuwa salama ni kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukilikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, anachokifanya anafuta mashtaka yako. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.